Wiki nyingine tena, siku nyingine tena, tunazungumza maisha ni nyumba. Leo kama tulivyoahidi wiki iliyopita kwamba tutakuja kuzungumza na wewe kuhusiana na mradi wa Iyumbu Satellite Center. Huu mradi ambao sasa hivi hatua ya kwanza inaelekea kukamilika, lakini hatua nyingine zikiwa zinafuata na kubadilisha mji wa Dodoma, na hapa kwa ni kitovu cha mji mpya wa Dodoma. Tuko pamoja na mkurugenzi mkuu wa Shirika la Nyumba la Taifa Tanzania, Nehemia Kiando Mchechu. Habari za leo, heri ya mwaka mpya. Nzuri kabisa bwana Kibonde. Heri ya mwaka mpya pia nawe. Nashukuru sana. Karibu sana katika maisha ni nyumba. Ni faraja kuwa na wewe tukija na mradi mpya katika makao makuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ikiwa inaelekea mkoani Dodoma. Nashukuru sana. Leo tutazungumza naye atuambie ni namna gani ambavyo mradi huu utakuwa na mafanikio au kuleta mabadiliko katika mkoa wa Dodoma, lakini mpili vile vile ukileta maendeleo ya namna gani ya kiuchumi na mabadiliko ya kiuchumi kwa vijana, kina mama pamoja na wazee na watu wazima wa mkoa wa Dodoma kwa ujumla wake. Maisha ni nyumba ndio kwanza inaanza. Jina langu ni Ephraim Kibonde. Karibu na tuwe sote. Makao makuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dodoma, ndipo ambapo serikali inaweka makazi yake kuanzia sasa mpaka kufikia mwaka 2020 itakuwa imekamilisha rasmi. Shirika la Nyumba la Taifa limeona umuhimu wa kuongeza makazi yaliyo bora kwa wakazi wa mkoa wa Dodoma kwa sababu asilimia kubwa ya watu itakuwa ikielekea Dodoma. Tunazungumzia mradi mpya wa Shirika la Nyumba la Taifa, Iyumbu Satellite Center. Mkurugenzi mkuu, Iyumbu Satellite Center, kwa kifupi labda Waingereza wanasema in a nutshell, inataka kuleta mabadiliko gani mkoani Dodoma? Asante bwana Kibonde na watazamaji. Iyumbu Satellite Center itakuwa ni kitovu mji katika mji wa Dodoma. Eneo hili lina ukubwa wa eka 234. Sasa hivi tumeanza ujenzi katika ekari 40, kuna zaidi ya ekari 190 ambazo bado hatujaanza kufanya ujenzi. Na eneo hili lote tutalipangilia vizuri. Tumepangilia sehemu ya mwanzo tunafanya ujenzi, lakini tunakamilisha upangiliaji wa eneo lote lililobaki. Ndani ya Iyumbu Satellite Center utakuwa na nyumba mchanganyiko, nyumba za madaraja yote, chini, kati na juu. Tutakuwa na nyumba, sehemu za biashara mle ndani, tuna sehemu za michezo, tuna sehemu za huduma, kuna sehemu ya soko. Mama unataka chumvi yako, unataka vitunguu nini, utaenda kuvipata. Plus sehemu za kutembea, watu wanasema kwa ajili hizo zenye mitimiti kwa ajili ya matembezi ya jioni au ya asubuhi, zitakuwepo. Na hizi nyumba 300 kwa hiyo ni awamu ya kwanza ya kuanzia, ambayo katika hii awamu ya kwanza tunategemea mwezi wa 6 zote tuwe tumeshaimaliza. Baada ya hapo tutaanza awamu ya pili, na lengo letu ni kwamba awamu ya pili, ya 3 na ya 4 zitakwenda kwa kasi kuliko hii kasi tulienda nayo kwenye nyumba 300. Kwa hiyo hizi nyumba 300 zinakamilika zote ndani ya kipindi cha miezi 6, na ukifika sasa hivi katika miezi miwili tulioanza unakuta tayari nyumba 150 zimeshasimama na tumeshaanza uwezekaji na tunamalizia zingine 150. Lengo ni kwamba ndani ya miezi 6 yote iwe imekamilika. Lakini niseme ni sehemu ambayo pia imekaa kimkakati, ni strategic area kwa sababu ni chini ya kilomita 10 kutoka Dodoma mjini pale. Tunasema kilomita 10 lakini kweli ni chini ya kilomita 10 kama 8.8. Lakini iko pembeni ya UDOM. Kwa hiyo either kama mkazi, ina maana lile fukuto lote la chuo kikuu cha UDOM unalipata. Kama ni mwekezaji, una uhakika kabisa wa kwamba utapata wapangaji, either wafanyakazi wa serikali waliokuwa wanaohamia Dodoma au wafanyakazi wa chuo cha UDOM ambayo ni jumuiya kubwa kabisa kwa pale Dodoma. Na niseme hizi nyumba lengo letu kubwa ni kuziuza. Ya pili, tunaziuza kwa nani? Mimi nasema tutaziuza kwa Mtanzania yeyote. Uwe unanunua nyumba 1, unanunua nyumba 10, unanunua nyumba 50, wewe tuletee hela. Hata ukinunua zote, leta hela yako, kwa sababu sisi kama shirika la nyumba lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunaisaidia serikali kujenga nyumba nyingi kadri tuwezavyo. Kwa hiyo mimi mtu leo akinipa milioni 50, kwani atakula nyumba 50 zote? Ataishi yeye mwenyewe nyumba 50? Hapana. Atafanya nini? Atazipangisha. Safi kabisa. Ndio tunataka wawekezaji waname. Kwa tunataka mtu binafsi au wawekezaji au vikundi vya watu waliojiandaa kwa pamoja wanaotaka kufanya uwekezaji. Nafahamu kuna watu wanajiunga kwenye vikundi vya uwekezaji, na wakaribisha waje na tushughulike nao, na tutawapa hayo makazi, na ni makazi mazuri sana.
Makazi ni moja ya sehemu ambayo itakuwa ikiangaliwa kimsingi. Twende katika eneo la biashara, tugeukie kwenye uchumi, kwa sababu umezungumza kwamba kunakuwa na wanafunzi wa UDOM, wafanyakazi wa UDOM. Unamshauri nini mtu ambaye anataka kuwekeza katika sekta ya biashara, kwa sababu naamini kwamba kutakuwa na majengo mengine ambayo yatakuwa ni ya kibiashara zaidi? Sawa, niseme kwanza, bei tunazouza sasa hivi ni bei za chini, kwa sababu demand ya Dodoma ya nyumba itazidi kupanda, mahitaji yatazidi kupanda. Ujenzi unaofanyika sasa hivi si mkubwa kuendana na kasi ya hayo mahitaji. Kwa hiyo kwa vyovyote kutakuwa na msukumo wa uhitaji wa kupanga au wa kununua. Kwa mtu anayenunua saizi ana uhakika kwamba anafanya uwekezaji ambao hatapotea na hautayumba, ya kwanza. Lakini ya pili, pale tulipo, unapokuwa unazungumzia kilomita 8-10 si mbali kutoka katika ule mji utakuwa. Kwa hiyo nyumba unanunua leo, baadaye utajikuta nyinyi ndio mko katikati ya kitovu cha mji wa Dodoma. Lakini niseme una vijana wengi watakaoajiriwa Dodoma ambao watahitaji kununua baadaye, bado na nafasi kubwa hata ya kuuza ile nyumba ile umeinunua. Kama unafikiri kwamba sasa mimi na staafu na kwenda sehemu nyingine. Uzuri uwekezaji wa nyumba ni mzuri, hakuna mtu anayepoteza hela. Na siku zote nyumba au maeneo thamani yake huzidi kupanda kila siku. Na mimi nafikiri kwa makazi tunayotengeneza mahali pale, unapoanza kuingia awamu ya pili na ya 3 na ya 4 na ya 5 ya ujenzi ule, unapoangalia tunapoenda kujenga shopping mall pale, na nimesikia kuna wenzetu wengine pia wanaenda kujenga shopping mall pembeni, itafanya lile eneo liwe kitovu hasa. Kwa hiyo ndio maana tunaiona Satellite Center, Iyumbu Satellite Center kama kitovu. Lakini ukiangalia ipo kati ya mji wa serikali na mji wa Dodoma wa zamani, na uko UDOM, unahitaji nini zaidi ya kuwa kwenye kitovu hicho? Kwa wawekezaji nafikiri nafasi nzuri. Ndio maana nimevutia wawekezaji wote, mwenye kununua nyumba moja, mwenye kununua nyumba 10, mwenye kununua nyumba 20. Tunataka pia Watanzania wenye kumiliki hata nyumba 20, na sisi kazi yetu ni kushika dongo kujenga, shika tope jenga. Ndio kazi yetu, sio kukaa tunazitazama nyumba na wapangaji wachache. Sisi ni kuwawezesha Watanzania wamiliki nyumba. Shirika la nyumba kazi yake ni kujenga nyumba, kazi yako wewe ni kuwekeza katika sekta ya nyumba, lakini vile vile katika sekta nyingine ya biashara, ikiwa kwamba unataka kununua au kupangisha katika maeneo ya kufanya biashara katika miradi ya Shirika la Nyumba la Taifa Tanzania. Wakati miradi hii ikiwa inaendelea, wako ambao wanafaidika. Maisha yanabadilika kwa wale ambao wanazunguka katika yale maeneo. Nini unachokiona mkurugenzi mkuu kwa maeneo ya Dodoma hivi sasa ambacho tayari kimeanza kuonekana kwa vijana na akina mama? Kimoja ambacho nafurahia na naweza kujivunia, sio nyumba tunazojenga, ni kitu ambacho tunagusa jamii inayozunguka mahali pale. Ukienda leo Iyumbu tuna vijana zaidi ya 850. Unazungumza vijana walioko kwenye ufyatuaji wa tofali, unazungumza walioko kwenye ufundi wa kujenga nyumba, na hapo ni nyumba 300 tu. Unazungumza mama ntilia walioko pale, ni population kubwa kabisa. Na una vijana sio tu pale Dodoma, vijana wengine wametoka Arusha, wanatoka Iringa, kwa sababu ikishakuwa makao makuu ya nchi inaanza kuvuta watu wengi kuingia pale. Sasa hatutaki tuvute watu wengi alafu ujae na Dodoma ijae tena na vijana wa jua kali walioko barabarani, hapana. Lakini pili, imeleta nafasi kwa watengeneza tofali pale, wauza vifaa vya ujenzi, wenye mbao zao pale. Kwa hiyo wanajikuta sasa wana uhakika wa biashara ambayo inafanyika. Kwa hiyo niseme kwa Dodoma tumesaidia sana ajira zimepatikana. Ajira, unapozungumza ajira 850 sio kitu kidogo sana, na hii ni awamu ya kwanza. Kwa maana nikienda awamu ya pili, nyumba 500 600, na uwezo wa kutengeneza ajira za watu 2000. Unapozungumza watu 2000 ni kitu ambacho si lele mala, ni kitu kizuri sana. Lakini pia hawa wakipata hela ndo wanaenda mtaani kununua, ataenda mtaani kunywa Serengeti bia yake, ataenda mtaani kununua soda, anaendesha familia, atalipa ada. Kwa hiyo then una vibrant city. Tunachokikosa Bwana Kibonde ni scale za project. Tulitakiwa saizi tu tunazungumzia nyumba 2000, 3000 kwa mpigo, 5000 kwa mpigo, na unapozungumza hizo nyumba maana yake naanza kuzungumza na wewe ajira 10,000. That's what we miss in scale. Na ukiuliza bei za nyumba zetu, ukiuliza utaalamu, nafikiri sasa hivi tumejitahidi sana. Quality ya hizi nyumba mtu akipita akiziangalia kwa bei tunayouza, kwa bei tunayouza na total package iliyopo kwenye ile community, it's a deal. It's a deal.
it's a best deal. Best deal ikionyesha kwamba unaweza kununua nyumba kwa namna yoyote ile, ikiwa wewe ni wa kipato cha chini, cha kati au cha juu. Nyumba za Shirika la Nyumba la Taifa zimeandaliwa kwa ajili yako wewe. Tutakaporejea baadaye tutakuja kuzungumza na wale ambao wanafaidika katika mradi huu wa Shirika la Nyumba la Taifa Tanzania, nikimaanisha wale ambao wako katika eneo ile, Waingereza wanasema kwenye community ile. Kaa pamoja nasi, Maisha ni Nyumba inarejea punde. Safari City Arusha ni fursa nyingine inayoletwa kwako na Shirika la Nyumba la Taifa NHC. Sasa unaweza ukamiliki ardhi ndani ya ekari 559 zilizopo Matavis, kilomita 13.5 kutoka Arusha mjini, kilomita 4.5 kutoka uwanja wa ndege wa Arusha na kilomita 50 kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro. Karibu uwekeze sasa kwenye mji huu wa kisasa na wa kuvutia wa Safari City, ukiendeleza nyumba za makazi za vipato vyote, majengo ya ofisi na biashara, maendeleo ya viwanda vidogo vidogo, burudani, elimu pamoja na afya, na kupata huduma zote za kijamii kwa ujumla. Jipatie na ujaze fomu yako sasa, zinazopatikana makao makuu ya Shirika la Nyumba ama katika matawi yote ya Shirika la Nyumba nchini, au tembelea tovuti www.thesafaricity.com au 0687444333. Wekeza sasa, Safari City Arusha. NHC, tunajenga taifa letu. Maisha ni Nyumba ikiwa inaendelea, tukiwa Iyumbu Satellite Center. Tunakaribishwa na Joseph John, meneja wa Shirika la Nyumba la Taifa mkoa wa Dodoma, akituelezea maendeleo ya kazi ya ujenzi katika mradi wa Iyumbu Satellite Center, lakini pia akituambia ukubwa wa nyumba, idadi ya nyumba na hatua iliyofikiwa wakati huu tunapozungumza katika hatua ya kwanza ya ujenzi wa Iyumbu Satellite Center. Mara nyingine ninapenda kukukaribisha katika eneo letu hili la mradi wa Iyumbu Satellite Center hapa Dodoma. Kama mnakumbuka, mara ya mwisho tulipopita na kufanya kipindi hiki katika eneo hili, tulikuwa tukiwa katika level ya chini kabisa, level ya misingi, na tukiwa nafanya setting za baadhi ya nyumba, tulikuwa hata tujaanza kuchimba msingi. Lakini unaweza kuona leo hatua tuliofika kwamba tayari kuna nyumba tunapaua, kuna nyumba ambazo tumefika kwenye renta, na kuna nyumba nyingine tumenyanyuka, tumeshapita katika level ya madirisha tukielekea kwenye renta. Nyumba hizi ni nyumba nzuri, ni nyumba za vyumba vitatu zote. Ni nyumba za familia, zinajengwa vizuri kabisa, standard kwa ajili ya watu ambao watakuwa wanaishi katika mji huu wa Iyumbu. Tuseme tu kwamba kama mnavyoona sasa hivi, tunategemea muda mfupi ujao nyumba zote hizi tutakuwa tushapiga bati na tutakuwa tunamalizia finish ya ndani ili watu waweze kuhamia. Tayari kuna hatua ya kuandaa barabara katika eneo hili. Kama mnavyoona, barabara tayari zimeshachongwa, miundombinu mbalimbali inaandaliwa kwa spidi kubwa kabisa ili kuhakikisha kwamba katika muda mfupi nyumba hizi zitakuwa ziko tayari. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wa kipindi cha Maisha ni Nyumba na ndugu Mtanzania mwenzangu, nakukaribisha sana uweze kufika hapa na uweze kujipatia nyumba bora kabisa hapa mjini Dodoma. Na niseme tu kwamba taarifa ya mradi huu unaweza kupata sehemu yoyote ilipo ofisi ya Shirika la Nyumba hapa Tanzania. Mhandisi Hassan Mohamed anatueleza changamoto wanazokabiliana nazo katika mradi huu wa Iyumbu Satellite Center, lakini pia anatueleza juu ya teknolojia inayotumika katika ujenzi wa nyumba katika mradi huu na muda ambao utatumika na unaotarajiwa kukamilisha mradi huu katika awamu hii ya kwanza. Katika huu mradi, challenge ya kwanza kubwa ambayo tunayo ni upatikanaji wa maji ambao tumejaribu kuongea na mamlaka husika kuhusu hiyo challenge. Wameahidi watatusaidia, lakini kuna challenge nyingine pia ya umeme, kwa maana ya nishati ambayo tunaendelea kuongea na mamlaka husika. Nafikiri watatusaidia pia. Nyumba hizi tumezijenga katika teknolojia mbili. Teknolojia ya kwanza ni Hydroform ambayo ni interlocking blocks, na teknolojia nyingine ni blocks za kawaida, sand cement blocks. Hii tumeziweka hivi kwa sababu ya kuna watu wana test tofauti. Kuna wengine wanapenda Hydroform, kuna wengine wanapenda sand cement blocks. Na hii inatusaidia pia katika kukimbiza mradi. Mradi huu tunatarajia tutaumaliza mwezi wa 6, lakini tunaanza kukabidhi nyumba kuanzia mwezi wa 3 mwishoni. Vipi juu ya wale ambao wanataka kutembelea na kuona maendeleo ya mradi huu?
Mhandisi Hassan Mohamed anaeleza. Katika hatua hii tuliofikia sasa hivi, kuna wateja wanaanza kuja kuangalia nyumba zetu. Kwa maana hiyo tumejaribu kutengeneza mazingira rafiki kwa ajili ya wateja, hata kama anakuja na gari yake anaweza akapita akaona. Ndio maana unaona kuna barabara tumejaribu kuzichonga ili kusudi mteja akija aweze kupita na kukagua mradi mzima katika hali yake ya uhalisia. Vile vile tunasafisha mazingira, kwa sababu sasa hivi katika hatua kama hii hapa lazima uanze kufanya landscaping ya mradi. Kwa hiyo tunaangalia landscaping katika hatua tofauti. Hatua ya kwanza ni hiyo ya kusafisha. Hatua ya pili tutaingia katikati ya nyumba na kufanya landscaping kusudi mazingira yawe mazuri. Kwa upande wa mafundi, tunaye Michael Alois pamoja na wenzie ambao wanaendelea na kazi katika mradi huu wa Iyumbu Satellite Center. Wanaelezea ubora wa kazi yao na teknolojia wanayotumia na ajira iliyopatikana kwa mradi huu. Lakini kwa shirika la National Housing Corporation unasaidia sana kwa sisi mafundi, sababu tunaweza kupata hela kujikimu kimaisha. Pia unawasaidia kwa watu wa serikali, watu wenye hela ambao hawana sehemu ya kupata hifadhi ya nyumba. Kwa unawasaidia sababu wanapata nyumba kwa bei rahisi na zinajengwa kwa imara. Ni nyumba ambazo zinakuwa imara sababu tofali zake hizi ni imara. Kwa hiyo nyumba inakuwa katika msingi mzuri na zinauzwa bei rahisi na ni za haraka. Kwa hii teknolojia inakuwa ni haraka. Ni kwa mafundi wawili mkiwa na spidi nzuri mnajenga kwa siku 5. Kwa hiyo inaenda haraka, sio tofauti na nyumba ya block ambayo utatumia na simenti kuchanganya, inakuwa tena na gharama nyingi na inachukua muda tena mrefu na mpaka usubirie ikauke. Lakini moja kwa moja unaweza ukapandisha hadi juu ikakaa vizuri. Ninawashauri wafanye kazi. Unajua siku zote unapohitaji maendeleo lazima ufanye kazi, ujitume. Kwa hiyo cha msingi ni kujituma kufanya kazi, kwa sababu si kama vijana kwa sasa hivi, sababu hapa ni ajira kubwa. Kwa shirika kama hili kutoa ajira kubwa hivi inasaidia sana vijana. Kwa hiyo vijana wangejitahidi na wenyewe kujitokeza kupata kazi, wawe na muamko na wenyewe kufanya kazi endapo kazi tu zinapatikana kama hivi. Kwa kweli tunawashauri hata vijana wenzetu waliopo nyumbani na waliokuwa hawana kazi, inabidi tushirikiane nao, tuwe pamoja katika kufanya kazi. Tusikae nyumbani tunabweteka kusema kwamba eti ajira hazipo. Ajira zipo na zinaendelea kuwepo. Na sio tu hivi, zipo ajira nyingi, viwanda vinafunguliwa, kampuni zinafunguliwa nyingi. Kwa hiyo inabidi tujitume vijana, tusiokuwa tumekaa nyumbani, tusiokuwa na kazi. Tunaomba tujitume, kazi zipo nyingi na tutaendelea kufanya kazi mpaka itapofikia. Ishani Nyumba pia inapata nafasi ya kuongea na mwenyekiti wa mtaa wa Iyumbu Steven Daudi, ambaye hakupungukiwa na neno la kusema juu ya manufaa yanayoletwa na mradi huu wa Iyumbu Satellite Center. Nashukuru, mimi kama mwenyekiti ninashukuru kwa mradi huu kuweza kuja katika mtaa wa Iyumbu, kata ya Iyumbu, nyumba za National Housing. Tunalipokea kwa mikono miwili na wananchi pia vile vile wanalipokea kwa mikono miwili kwa sababu moja. Kwanza imekuwa ni ajira ambayo tayari imesogea kwao, ni moja ya kufurahia, na pili naonyesha sura ya kimaendeleo ya hii kata au mtaa, sura ya kimaendeleo ambayo inayokubalika kwa watu wote, inayoonekana sura kama hivi mnavyoona kwamba tayari wameshaanza ujenzi wa nyumba 300 katika eneo hilo la National Housing. Kwa hiyo sisi tunawashukuru sana sana, pamoja na shirika la nyumba tayari wamekuja kuanza kufanya mradi huu. Tuna shida ya maji, tuna shida ya umeme. Hivi vitu tunajua kwamba fursa hii kwa kuwa imeshaanza, tunajua kwa vyovyote tayari wanaweza wakatujali na sisi wakatuona, wakatusogezea huduma hiyo ya umeme na ya maji. Kwa suala la ajira isiyo rasmi, msikilize mama huyu na mwenzie baadaye wakifafanua mabadiliko ya kimaisha ambayo yameboreshwa na Iyumbu Satellite Center. Kwa sababu watoto wetu wanapata ajira
kwenye shirika la nyumba. Hapo hata hivyo shirika la nyumba kama litakuwa limejengwa limekuwa tayari, utapata huduma ya umeme hatuna. Kama hivyo unavyosikia mwenyekiti anaongea shida ya maji, ndio mtu kujitusha ndoo kuanzia huko Mashariki mpaka kuja kufika huku. Ndoo moja ukichota basi tabana. Unajua matumizi ya maji, inabidi maji yawe mengi. Ni shida moja hapo ambayo tunaweza tukatekelezewa na sisi kwa sababu tuko jirani nao. Nafikiri hayo mtumi nimemwambia. Jina rasmi je? Mradi huu umeleta manufaa makubwa hasa kwa vijana. Fundi Lawrence Michael Tarimo anafafanua zaidi. Nashukuru sana kwa mradi kuwepo maeneo ya Iyumbu. Tumepata fursa ya kusema tunashukuru kwa sababu tumeletewa tuseme riziki nyumbani. Tangu mradi huu uanze tumenufaika sana mafundi wengi kwa Dodoma. Mafundi wengi tulikuwa tunahangaika sana kwa upande wa shughuli. Tunashukuru kuwa na shughuli hizi hapa. Tunapenda sana National Housing waendelee kujenga nyumba hizi na sio kwa Dodoma tu. Sehemu yoyote ambako kuna hitajiko la nyumba kama hizi. Ila kwa hapa tunashukuru tumepata nafasi ya sisi pia kufanya kazi kwa muda mrefu kutokana na mradi huu ulivyoanza. Na mradi tangu umeanza na imani vijana wengi tumepata ajira hapa. Basi na eneo hili tangu limeanza kulikuwa ni eneo la pori kabisa kama mnavyoliona. Ile eneo lilikuwa ni pori kabisa. Na hapa mnakoliona sasa hivi ni juhudi za ufundi wa vijana na tuseme kwa ajira iliyopatikana ndio iliyosababisha eneo hili kubadilika kabisa. Limekuwa ni makazi kabisa mapya sasa hivi. Kama yanavyoonekana ni makazi mazuri kwa watu, yatakuwa mazuri zaidi na tunaendelea kuyaboresha. Lakini tungeomba wale vijana walio wengi waliopo mijini ambapo wanalalamika ajira hakuna. Sehemu hii ni nzuri sana kujipatia ajira kwa shughuli ndogo ndogo zozote zinawezekana. Kama hapo kulikuwa ni pori lakini tayari sasa hivi tumekuwa ni makazi, kwa hiyo kuna shughuli nyingine tunaendelea kuzifanya. Zinahitaji vijana wowote. Hata ungekuwa una fani, hapa unahitajika na utafanya shughuli yoyote ili mradi upate kipato. Mradi huu unaozungumzia kwa kifupi umetusaidia kama sisi wa hali ya chini ambao akina mama ambao wanakuwa mama wa nyumbani, umetusaidia kwa majukumu madogo madogo kama hivi kuwalea wanetu na kuwasomesha pia. Na naambia shirika la nyumba liendelee ili si wenye hali ya chini tuendelee kufanya kazi ili tusukume majukumu yetu na sisi. Shirika la Nyumba la Taifa NHC linakuletea mradi mkubwa kabisa na wa kisasa 7-Eleven uliopo Kawe, takriban mita 250 tu kutoka ufukweni. Mradi huu ni sehemu ya mji wa kisasa Satellite City unaojengwa Kawe na utakuwa kitovu cha biashara katika jiji la Dar es Salaam. 7-Eleven itakidhi mahitaji yako muhimu kama vile maduka, standby generator, mabwawa ya kuogelea, viwanja vya michezo vilivyo juu ya jengo, maeneo maksusi ya kufanyia jogging, mifumo ya taka ya kisasa, parking na ulinzi wa kutosha, bila ya kuacha maji ya uhakika na bustani kubwa. Mradi huu una jumla ya majengo 8 yanayojitegemea na yenye urefu wa ghorofa 18 kila moja na nyumba zenye vyumba 2, 3 na 4, na ujenzi wake umekwisha anza. Kuna punguzo maalumu la bei kwa wateja 100 wa mwanzo. Nunua na lipa sasa ili kuwahi punguzo murwa na maalum la bei. Unaweza pata taarifa zaidi kwa kuangalia kipindi chetu cha Maisha ni Nyumba kila Jumanne baada ya taarifa ya habari ITV. Tumeona, tumesikia vijana, akina mama, mafundi mchundo, mafundi, mainjinia wameelezea jinsi gani ambavyo wanafaidika na mradi huu wa Iyumbu Satellite Center kule Dodoma. Turejee tena kwa mkurugenzi mkuu, tuambie wito wako kuelekea kwa wakazi wa Dodoma na mikoa ya jirani. Mradi huu unakuwa na haujaisha bado. Sawa. Nini ambacho unaweza kufanya kwa wale ambao wanataka ajira, lakini vile vile kwa wale ambao bado wanahisi kwamba kutokana na ajira hizi wanaweza kani wawekezaji katika nyumba hizo hizo? Sawa. Nafikiri Bwana Kibonde, wito wangu utajikita kidogo kwa makundi tofauti. La kwanza wito wangu uende serikalini, na niseme kabisa kwamba nafikiri tunahitaji tunahitaji kidogo kutengeneza sera ndogo tu ya upendeleo. Tulikuwa na sera fulani ya kuisaidia Dodoma, vifaa ilikuwa viko tax free zamani, bado ipo, haijafutwa lakini haijawa effective implemented. Nafikiri tunahitaji sera fulani, kwa sababu mimi na imani kabisa kwamba tukitengeneza mazingira mazuri ya kuangalia kodi, ya kuangalia vifaa vya ujenzi na miundombinu ya Dodoma pale, tunaweza tukajenga wenyewe ile Dodoma bila kumtegemea Mchina, bila kumtegemea
mtu wa nje ya nchi na pako meaningful. Lakini pili, kwa sababu ya manufaa ambayo yatatokana na huo ujenzi. Sasa nije kwenye manufaa, ajira, sekta ya ujenzi Dodoma, na kwa sababu kwa maamuzi ya serikali ujenzi utaendelea kufanyika Dodoma kwa kasi tu, itatengeneza ajira nyingi sana. Mimi nafikiri by the time tunamaliza huu mradi tutakuwa na ajira nyingi tu, sio chini ya 10,000 by the time namaliza huu mradi. Kwa hiyo ni nafasi kwamba wale ambao wako serious, wanaojua shughuli za ujenzi, waliopo Dodoma au mikoa ya jirani pale, wachangamkie, kwa sababu Dodoma kutakuwa na ujenzi, na ujenzi unapokomaa tutahitaji watu wengi zaidi. Kwa hiyo hiyo ni moja hapo. Lakini ya pili, niende kwa wawekezaji, kwamba nafikiri ni nafasi iliyopo. Wakati mwingine serikali wanachokuwa wamefanya maamuzi kama haya ni kutupendelea sisi kama wawekezaji. Wanakupendelea kwa sababu wamekutengenezea opportunity ya kwenda kufanya uwekezaji. Kwa hiyo rai yangu ni kwamba wawekezaji binafsi, taasisi za umma, na sisi wenyewe kama ambavyo tumeanza, hebu tujikite na tuwekeze Dodoma, lakini tuliangalia ile soko ni soko gani. Maana ni vizuri sana unapowekeza ukaangalia soko, na sisi tumefanya tafiti ya kina. Kama mtu anataka aje tumsaidie kwamba tafiti zetu zinatuambia nini, ajenge nyumba za namna gani, kwa kweli tuko radhi kufanya hivyo, kwa sababu tunafikiri kwamba wakati mwingine capacity yetu tunatakiwa tuitumie kwa ajili ya watu wengine. Na ndio maana hata kwenye ununuzi wa nyumba, sasa una mwekezaji ambaye anaweza kataka kufanya ujenzi, una mwekezaji anayetaka kununua. Mimi pia nataka ni encourage, njoo nunua zile nyumba za National Housing. Ukitaka kununua nyumba 10 nunua, ukitaka kununua nyumba 20 nunua, na ukiwa unanunua nyumba 20 unanunua nyumba 10, actually nataka kupata mkopo wa benki, maana yake uko serious. Watakwenda wanakuangalia rento ya kwenye zile nyumba, ndio riba yako unaenda kulipia benki, labda income zako zingine, vipato vyako vingine pia vinaenda kujazilizia pale. Kwa mimi naomba ni encourage wote hao waweze kuchangamkia. Kwa hiyo na mabenki naomba yaangalie Dodoma kwa nafasi yake, kwa sababu mahitaji ya Dodoma yatakuwa ni makubwa. Ni vizuri wakawa na vitengo vikubwa pale Dodoma kwa ajili ya kuangalia nafasi zake, vizuri wakafocus zaidi, ili tuweze kuisaidia serikali, tuweze kuwasaidia wananchi wanaotaka kununua nyumba, kwa sababu hakuna mwananchi aliye na keshi mahali pale. Na sisi pamoja, wakati tumetoa wito kwa watu wengine, niseme Bwana Kibonde, nafikiri tutahitaji nafasi siku nyingine tuweze kuzungumza vizuri sana mambo ya kifedha. Maana Watanzania wengi ukizungumza juu ya nyumba anakuambia napata wapi mimi milioni 50, napata wapi milioni 60, milioni 83 nitapata wapi? Nafikiri tatizo linalo kusumbua au tatizo lako sio unapata wapi hela. Tatizo la sisi Watanzania wengi ni kutokuwa na elimu ya kutosha ya mambo ya kipesa. Dunia nzima hatujengi nyumba, watu hawamiliki nyumba kwa kuwa na pesa zao mfukoni, wanamiliki nyumba kwa kutumia mfumo wa kifedha uliopo ambao unamwezesha mtu kwenda kukopa. Na niseme Watanzania hawakujua kwamba sio lazima uwe na hiyo 20% down payment. Nyumba ya gharama pale inayouza milioni 83 ambayo inakutaka ukienda kwenye benki ulipe milioni 16, huhitaji kulipa milioni 16. Unachohitaji ni kwenda MGN Insurance, watakugarantii wewe premium yako, na premium yako unayolipa ni 120,000 ili benki waweze kukuruhusu kuchukua mkopo for the full amount. Sasa 120,000 na kulipa vipi? Inakusumbua vipi? Baada ya milioni 16. Kama ulikuwa na milioni 16, kafungue genge lako. Ili kwenye genge lako, duka lako au biashara yako iwe na kusaidia kulipa ule mkopo, na huku kipato chako kingine kinalipa mkopo, na maisha yanaenda mbele. Kwa hiyo kwa kweli niseme tuichangamkie fursa hii. Serikali ya awamu ya 5 wametengeneza fursa nzuri. Ni fursa ambayo wote lazima tuitumie kutafuta ajira, kutafuta nafasi ya uwekezaji, kutafuta makazi, na kuhakikisha kwamba tumejitengenezea guaranteed pensions zetu sisi wenyewe kwa maamuzi yetu sahihi ya uwekezaji. Tunamshukuru sana mkurugenzi mkuu wa Shirika la Nyumba la Taifa Tanzania, Nehemia Kiando Mchechu, akitueleza namna gani ambavyo unaweza kubadilisha maisha yako, tukianzia na mradi wa Iyumbu Satellite Center pale Dodoma, ambapo ndipo makao makuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na serikali inahamia Dodoma 2020 au 2020, lazima itakuwa serikali yote imekuwa Dodoma. Na wewe ukiwa mmoja wapo kutaka kushiriki katika shughuli za ujenzi wa taifa, si unakaa Dodoma na makazi yako Dodoma, au umewekeza Dodoma na unawapangisha watu Dodoma? Tunakushukuru sana mkurugenzi mkuu. Asante sana bwana. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Na karibu sana wakati mwingine tena. Nitakaribia. Asante sana. Asante sana kwa kazi. Kwa niaba ya wenzangu wote ambao tunashirikiana kuandalia kipindi hiki cha Maisha ni Nyumba, jina langu mimi ni Ephraim Kibonde,
Na tunaposema Iyumbu Satellite Center, maana yake nini? Maana yake maisha ni nyumba. Na tukutane tena wakati mwingine. Maoni au ushauri kuhusiana na kipindi Maisha ni Nyumba, wasiliana na Shirika la Nyumba la Taifa kwa anwani ifuatayo.